Ni swala la Kibu Denis Prosper kwa mara nyingine tena amekuwa akihusishwa na klabu kutoka Ugiriki ambayo hii si nyingine bali ni klabu ya PAOK ambayo anatumikia nyota wa kimataifa wa Tanzania ambaye pia ni nahodha wa timu ya taifa Mbwana Ali Samata. Inaeleza kwamba klabu hiyo ni mojawapo kati ya klabu ambazo zinamwangalia kwa jicho la tatu Kibu Denis Prosper baada ya kuwa na kiwango bora sana kwa misimu takriban miwili mfululizo amekuwa katika kiwango bora na wamekuwa kimtumia mashushushu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kufuatilia kiwango chake siku baada ya siku. Kibu Denis Prosper amekuwa akifuatiliwa kweli na kuna wakati alishakwenda kufanya trial pia Afrika ya Kusini, lakini kwa sasa ni Ugiriki na inaelezwa kwamba pengine uwepo wa mshambuliaji Mbwana Ali Samata ukawa ni chachu zaidi ya nyota huyu wa kimataifa wa Tanzania Kibu Denis kuonekana katika klabu hiyo ya PAOK FC. Je, Simba wamejiandaaje na maisha bila ya Kibu Denis? Lakini pia Simba wako tayari kwa ajili ya kupokea ofa na kuweza kumuuza katika klabu hiyo. Ni swala la kusubiria mwishoni mwa msimu huu. Kibu Denis kwa sasa yuko katika kambi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars wakijiandaa na mchezo wa marudiano dhidi ya timu ya taifa ya Morocco Simba wa Atlas katika kuwania kufuzu kombe la dunia la mwaka 2026. Kibu Denis kwa msimu huu ameweza kufunga magoli mawili ya ligi kuu na hii ni baada ya mwaka mmoja na takriban miezi minne kuweza kukatika bila yeye kuweza kugusa nyavu za ligi kuu, na goli lake la mwisho lilikuwa ni tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2023. Lakini katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao klabu yake ya Simba imecheza dhidi ya Dodoma Jiji ndipo alipoweza kufungua akaunti mpya ya magoli baada ya kufunga magoli mawili katika mchezo huo, huko pia akitoa assist 2 akiwa katika kiwango bora kweli na kuweza kufanikiwa pia kuwa nyota wa mchezo. Amekuwa katika nyakati bora kweli katika michuano ya shirikisho Afrika CAF Confederation. Kibu Denis ameweza kufunga magoli 3 na kumbukumbu nzuri zaidi zinakuwa ni katika mchezo wa Simba dhidi ya Sfaxien ambapo katika mchezo huo Simba walitanguliwa kufungwa lakini Kibu Denis akaja kasawazisha. Hadi dakika za jioni kabisa Kibu Denis anakuja kufunga goli la ushindi ambalo linaibua shangwe na nderemo kwa mashabiki wa Simba, na kwa hakika ameshiriki kwa kiasi kikubwa kweli kuhakikisha Simba inafuzu katika hatua ya robo finali michuano ya CAF Confederation. Tukumbuke tu kwamba Simba katika michuano hiyo imepangwa dhidi ya Al Masry ya pale nchini Misri, na mchezo wao wa kwanza utachezwa tarehe 2 mwezi April 2025 na mchezo huo utachezwa kule Canal Suez kule Misri, na baada ya hapo tarehe 9 April 2025 Simba watawakaribisha Al Masry katika dimba la Benjamin Mkapa Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wao wa marudiano. Lakini sakata la Kibu Denis ndo kama hivyo. Je, Simba wao wako tayari kwa ajili ya kumruhusu mchezaji? Na mara zote imekuwa ikifahamika kwamba klabu ya Simba imekuwa open sana kuweza kuwaruhusu wachezaji wanapopata fursa nyingine waweze kwenda kuzitumikia, lakini kama pale tu klabu inayomhitaji itafuata masharti yote ya kimkataba ikiwemo masuala mazima ya kuweza kuzungumza na klabu kabla ya mchezaji na mwisho wa siku kufikia hatma ya kulipa kiasi ambacho kitakuwa kinahitajika na klabu kama ada ya uhamisho ya mchezaji huyo. Tunakumbuka Kibu Denis alikumbana na sakata msimu uliopita ama katika dirisha kubwa baada ya kutokuonekana katika kambi ya pre-season ya klabu ya Simba, na ikielezwa kwamba alikuwa amepata timu nje ya nchi, lakini mwisho wa siku kwenye siku ya utambulisho alionekana na klabu ya Simba kupitia kwa afisa habari wake wakaomba wapenzi na wanachama wa klabu ya Simba waweze kumsamehe Kibu Denis kwani ni mtoto wa nyumbani na ameweza kuomba radhi na kurejea nyumbani, na akaendelea kuitumikia klabu ya Simba mpaka hapa anazidi kuonekana anang'aa siku baada ya siku. Ni kutokana na wito wake wa kuendelea kuitumikia klabu ya Simba. Lakini litakapokuja dili inabidi Simba wakae mezani kwa ajili ya kuweza kuchakata swala zima la dili hilo na ofa nzima ambayo itakuwa imeletwa ili waweze kuona kama ada ya uhamisho itakuwa inaendana na matakwa yao ama mahitaji yao kuweza kumwachia mchezaji huyo ambaye bado
ana mkataba na klabu ya Simba mpaka mwaka 2026, kwani aliongeza mkataba mpya mwaka 2024, mkataba wa miaka miwili. Kwa hiyo Kibu Denis kuna ofa hiyo imekuja kutoka Ugiriki, na pengine tukamwona mchezaji mwingine huyu akaenda kuwakilisha taifa letu katika bara la Ulaya kwa mara nyingine tena. Kila laheri kwa Kibu Denis, kila laheri kwa Simba. Hizi ni updates za Rinyo Update. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV pamoja na Rinyo Simulizi TV.